Na hata mgawanyo wa rasilimali, angalieni, anakuambia mwenzako akinyolewa, wewe tia maji. Ninapoizindua kamati hii, ninaomba sana niwaeleze yafuatayo. Tumewapa jukumu hili ambalo ni kubwa sana. Jukumu ambalo ndilo tunalolitegemea litoke na nyenzo inayokwenda kulinda ndoto kubwa tuliyokuwa nayo ya kukifanya chama chetu hiki kuwa chama kikubwa cha siasa Afrika ya Mashariki na Kati na hata kusini mwa Afrika. Ni imani yetu kwamba Chauma ina nafasi kubwa sana ya kukua, kuendelea na kuweza kubeba matumaini ya Watanzania katika kudai mabadiliko ya kweli, katika kupigania haki zao, katika kutetea uhuru wao na hata katika kuendesha nchi katika namna ambayo Mwenyezi Mungu ameijalia nchi hii iwe na watu wake wawe. Kwa hiyo bila ya kuwa, kama nilivyosema pale mwanzoni, bila ya kuwa na katiba iliyo imara ya kukiweka chama hiki kuwa imara, kuwa madhubuti, chenye kukua, kuwa na katiba itakayoweza kutoa fursa kwa chama hiki kuendelea kukua, itakayotoa nafasi au msingi wa chama hiki kulinda ukuaji wake, tunaweza tukawa hatufanyi kazi iliyotukuka au hatufanyi kazi itakayoleta matunda yanayotarajiwa. Kwa hiyo tunawapa kazi kubwa sana. Nendeni mkatuandikie katiba ya chama au mkatuletee maoni ambayo mtayasimamia na mpaka tutakapohakikisha kwamba tunahitimisha kwa kuwa na katiba ya chama ambayo itabeba ukuaji wetu, itabeba uendelevu wetu na itabeba kila aina ya mafanikio tunayoyapata. Isiwe ni watu ambao baada ya kupata mafanikio chama kinakufa au kinatetereka kwa sababu hakina misingi imara ya kusimamia mafanikio inayoyapata. Mafanikio tutakaokuwa tunayapata lazima tuwe tuna uwezo wa kuyalinda kwa mujibu wa katiba na kanuni za uendeshaji wa chama chetu, ili tusiwe tunapoteza kila hatua. Watu kuna ule utano kusema hatua za mlevi. Sasa mnapiga hatua 3 mbele halafu mnakuja mnapiga 2 nyuma. Sasa tunahitaji kwamba kila hatua ya mafanikio tunayoipiga iweze kulindwa kwa mujibu wa katiba ya chama chetu. Lakini ni bahati nzuri sana tunakwenda kuandika katiba tukiwa na mafundisho mengi ya kisiasa. Nyie kama kamati, kwa uzoefu wenu, nyie kama kamati, kwa ushiriki wenu kwenye siasa, tuna mafunzo mengi mno ya kisiasa ambao tunajifunza kwenye siasa yenyewe ama kujifunza kutoka kwenye vyama vya siasa. Tunaandika katiba ambayo hata tawala za nchi yetu zimepitia nyakati mbalimbali na nyakati tofauti zinazobeba haiba na taswira tofauti. Lazima tuwe tuna katiba yenye kuweza kuhimili vishindo vya nje na vishindo vya ndani, vishindo vinavyotokana na migogoro ya vyama vya siasa, vishindo vinavyotokana na masuala ya kirasilimali katika vyama vya siasa, vishindo vinavyotokana na masuala ya kiuchaguzi, chaguzi za ndani ya vyama na chaguzi kuu za kiserikali, vishindo vinavyotokana na mitikisiko ya kiulimwengu, siasa za kiulimwengu na kadhalika. Lakini pia tunakwenda kuandika katiba ambako siasa pengine inapitia kwenye transition fulani. Kuna kizazi fulani sasa ndio kinakuja kwa ajili ya kuongoza siasa za nchi hii. Sasa pengine uzoefu tunakotoka utuoneshe pia na tunakokwenda. Na ndio maana tumeweka wajumbe vijana, mwanasheria Stefano, Kangeta, Elia, vijana muweze kusaidiana kwenye kamati kuweza kuona tuna predict nini kwenye nyanja za siasa kwenye miaka ijayo, au uzoefu tulio nao katika mazingira ya sasa na mazingira yajao unaweza kudhibitiwa vipi katika vyama vya siasa, ikiwemo suala la migogoro ya ndani ya vyama vya siasa. Tumeona vyama vinakuwa vinakufa, vinakuwa vinaporomoka, vinakuwa vinadhoofika. Chauma imeanza kukua, na pengine kuona ni kuamini, wako wasioamini, lakini tunaendelea kuwaambia wadau wetu
Chauma inakuwa na inakwenda kuwa chama kikubwa cha siasa Tanzania na Afrika. Wale ambao kuamini kwao mpaka waone, waendelee kusubiri. Hilo tunamaanisha na tunaendelea kulimaanisha. Nawaomba sana, jiepusheni na maslahi yenu binafsi. Bahati mbaya tumeunda kamati ambayo yote ni wanasiasa. Sasa usije ukaona maslahi yangu mimi nataka kitu fulani, sasa ukatumia nguvu kubwa kushawishi wajumbe kwenye kamati kipengele fulani kiwekwe kwa sababu ya maslahi yako, ukajitengenezea njia ama ukajitengenezea kinga ya jambo lako unalotaka huko mbele. Kwa jiepusheni ama maslahi yenu ama maslahi ya marafiki zenu, kwa sababu baada ya kutangaza leo watu watawatafuta, bwana wekeni kipengele hiki hiki kipengele mkikiweka hiki kizuri. Kumbe anaangalia jambo lake yeye, sio jambo lenye kubeba maslahi mapana ya taasisi yetu au maslahi mapana ya watu ambao tunawasimamia, Watanzania tunaowasimamia, tunaowapigania, tunaowatetea. Watu watawafuata tu, bwana kawekeni. Na wengine sio kwa maslahi yeye, sasa maslahi ya chuki alizonazo. Wekeni kipengele. Mtu akisha kuanza kupata mvi asiwe kiongozi, kwa sababu yeye anajiona sasa hana mvi, au anaona mshindani wake ajaye atakuwa na mvi. Au mkaweke kipengele, nafasi hii isishikwe na mtu kila kitu kipimeni kwa maslahi mapana ya taasisi yetu na maslahi mapana ya Watanzania tunao wasimamia, tunaowapigania. Jiepusheni kabisa na jambo hilo. Na ninawaomba sana, mnapoandika jambo hili hakikisheni mmezingatia kwa makusudi maslahi ya makundi mbalimbali. Katiba yetu kila mmoja akiangalia aone inabeba sura ya umma kama ambavyo chama chetu kinasema. Kila mmoja akiangalia aseme kweli inabeba sura ya umma wa Watanzania. Na wadau wetu wasiokuwa Watanzania nao wakiisoma waseme kweli inabeba taswira ya uhusiano na mahusiano mema ya kiulimwengu. Kwa sasa katiba yetu isijitenge na dunia sasa mpaka watu wakiangalia sema sasa hiki chama hiki kinataka kifanye kazi na nani kwenye dunia ya sasa? Au hiki chama sasa kikipata dola maana yake sasa ndo hakitokuwa na mshirika katika dunia, au washirika wake watakuwa ni wenye kutiliwa mashaka. Hapana. Kwa nendeni mkabebe maslahi hayo. Nendeni mkabebe maslahi ya Tanganyika na Zanzibar. Andikeni katiba itakaobeba maslahi kwa uzito unaostahili wa kila upande, Tanganyika na Zanzibar. Wazanzibari wakiangalia katiba ya Chauma waseme hiki ndiyo chama chetu sasa tunachokitaka. Watanganyika wakikiangalia waseme hiki ndiyo chama sasa chenye kubeba na kitakachoweza kubeba ndoto zetu katika maisha yetu. Maslahi yote, uwakilishi wa vyama, uwakilishi wa wajumbe kwenye vikao vya vyama na hasa vya kitaifa, fursa za uongozi kwa kila mmoja, uwezekano wa upatikanaji wa watu kutoka kila pande ndani ya chama na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Na hata mgawanyo wa rasilimali, angalieni, anakuambia mwenzako akinyolewa wewe tia maji. Angalieni, nendeni mkaangalie chama kinagawa vipi rasilimali, kinagawa vipi fursa kati ya pande zote mbili, kwa sababu tuna nafasi hiyo sasa kuiandika katiba. Na kama nilivyosema, tutumie kila aina ya fundisho, tutumie historia, tutumie uzoefu, tutumie umashuhuri wa kila jambo lililojitokeza kwenye nyanja ya siasa, sisi kwetu kuwa fursa ya kutusaidia kutoka na katiba iliyo bora. Nendeni mkaangalie jinsi na jinsia, wakilishi wa wanawake, wakilishi wa vijana, wakilishi wa watu wenye ulemavu wapewe nafasi. Isiwe kwamba tena watumie msuli mzito vijana kupata nafasi au kunufaika na fursa ndani ya chama hiki, au wanawake tena watumie msuli mzito. Hapana. Au watu wenye ulemavu, kila mmoja akiangalia katiba kwa nafasi yake na kwa hali yake aseme mimi ni sehemu muhimu ambayo mimi ni sehemu muhimu ya familia ya Chauma ambayo
naweza nikapata fursa yoyote ninayoitaka kutimiza ndoto zangu, iwe za kisiasa au ndoto nilizonazo za kusimamiwa kupitia Chaumma za mabadiliko katika maisha yangu. Lakini pia mwende mkaangalie mahusiano yetu au mahusiano na uhusiano wa kimataifa kama ambavyo nimetangulia kusema. Wadau nao wakiangalia ziko taasisi mbalimbali za kimataifa, yako mataifa mengine kwa sababu na mavyama mengine huko duniani, wakiangalia sema huyu anaweza akawa mshirika wetu, huyu tunaweza tukafanya naye kazi. Hiki ni siasa ambacho ni chama cha siasa kisafi, chenye uwajibikaji, chenye uwazi, chenye kujipambanua kwa dhahiri shahiri kwenye kupigania haki, uhuru na maendeleo na demokrasia ulimwenguni. Kwa hiyo nendeni, mimi ninaamini mna uwezo wa kazi hiyo. Kwa kaliba ya watu ambao mpo kwenye wajumbe, mimi ninaamini mna uwezo huo. Nendeni mkaifanya hiyo kazi, nisiwe na maneno mengi. Na mna uwezo wa kukutana, mna uhuru wa kufanya rejea yoyote, iwe ni maandiko ya kisiasa, iwe ni kupitia katiba za vyama vingine. Ndio faida yenyewe. Msijifunge mkasema tunaandika katiba kutoka kwenye vichwa vyetu tu. Yaliyo mazuri kwa wengine tuyachukue, yaliyo mabaya kwa wengine tuyaache, kama ambavyo yaliyo mazuri kwetu sisi tutayaretain, kwa sababu sio kwamba hatuna katiba, tuna katiba. Yaliyo mazuri yote tutabaki nayo, na yale ambayo tunadhani yana upungufu ndo tutayaboresha. Kwa hiyo msiogope, nendeni mkasome katiba za vyama vingine. Kuna vyama 19 vilivyosajiliwa kwa msanii. Pitieni katiba za vyama vyote. Ndio fursa tuliyokuwa nayo sasa. Nendeni mkasome. Nendeni wanasheria mtuongoze, msome sheria zote za nchi zinazohusiana na masuala ya siasa. Mkaisome vizuri katiba ya Zanzibar, mkaisome vizuri katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ili sisi tukatoka na katiba inayokinzana na katiba za nchi. Kwa nendeni, kutaneni na mtu yoyote mnayetaka kukutana naye kwa ajili ya kuwapatia maoni. Mnaweza mkawakaribisha au mnaweza mkawafuata. Nendeni, kuweni na uhuru wa kufanya chochote mnachoamini ndani ya nafsi zenu with utmost good faith kwamba hiki kitatusaidia kupata katiba bora ya Chaumma.